Ameweza kuibuka na goli 3-0. Pengine umeutazamaje kwa upande wako? Singida kama kumbikumbi aliyekuwa anakimbilia kwenye taa. Singida kama kumbikumbi aliyekuwa anakimbilia kwenye taa. Ukiangalia ule mchezo na hata ukiangalia hii kwenda kumtoa Metacha, Singida walipotezewa ubunifu kuanzia kwenye eneo la kiungo na Yanga Afrika. Walipotezewa ubunifu kuanzia kwenye safu ya ulinzi na Yanga Afrika. Walipotezewa ubunifu kwenye safu ya ushambuliaji na Yanga Afrika. Ukiangalia maeneo yote muhimu walikuwa wanafanya makosa ya kiurahisi mno. Mnapoteza mipira kwenye maeneo magumu, mnasababisha pressure zidi ya timu yenye kasi. Ni makosa makubwa sana. Wanapoteza mipira kwenye maeneo magumu, wanasababisha makosa ambayo yanawagharimu. Ni maeneo magumu sana. Kwa sababu ukiangalia moja ya kitu ambacho kilikuwa kinawagharimu wao ni kutengeneza nidhamu ya kucheza kwa nidhamu dhidi ya Yanga. Yanga walikuwa wanawatega Singida eneo dogo ili washambulie eneo kubwa. Singida wakawa wanacheza na Yanga wakicheza wazi wakidhani wanakwenda kucheza na timu nyepesi, kitu ambacho kimewagharimu kwenye mchezo. Na hata ukiangalia goli la kwanza kwa ile standard situation, kwa maana kosa ambalo walilifanya Singida dakika 14, Alan Okello anawaadhibu kwa mkwaju wa foul, unagundua kabisa hata mazingira ya mechi yanavyochezwa bado wao walikuwa ndio pressure kubwa ya Yanga. Sasa ukiangalia ile ndio staili kama kumbikumbi ambaye anacheza kwa kufuata taa. Kwa nini? Maana yake ni kwamba wewe unajiingiza kwenye tatizo. Mechi yote walikuwa wanajiingiza kwenye matatizo na hawakubadilika kabisa, kwa sababu ukiondoa goli la kwanza la adhabu ya penalty, bado walikuwa wanaruhusu kushambuliwa kwa kuacha mianya mikubwa dhidi ya viungo wa Yanga wanaocheza jirani. Nilikuwa nisema ukicheza staili hii Singida ni yale yale kwenda kucheza kwenye eneo dogo, wakati huo una ubunifu wa mapambano ukiwa jirani, kitu ambacho kimewapa ugumu kwenye mchezo. Alan Okello anaibuka kwa man of the match. Alan Okello ni utomvu kwenye kanzu ya shehe. Alan Okello utomvu kwenye kanzu ya shehe. Goli la 9 akiwa anafunga magoli ya moja kwa moja. Angalia magoli ambayo anachangia kwenye msaada wa mabao. Cheki ubunifu ambao anaongeza kwenye timu. Ule ni utomvu kwenye kanzu ya shehe, unaleta dosari. Alan mnapokutana kwenye mechi sasa hivi amekuwa na dosari kubwa. Leo tunarejea mechi nyingine. Ni mechi ya dabi, nafikiri. Ni ya dabi ile ya Isamuyo. Baada ya hapo mwangalie trending game yake. Mechi dhidi ya JKT Tanzania. Ukitazama mechi hii ambayo umeitazama leo, unagundua ni utomvu kwenye kanzu ya Sheikh. Unaleta dosari. Kanzu yenyewe nyeupe ikiwa na utomvu shida. Ndio Alan kama utomvu kwenye kanzu ya Sheikh. Uwezo wake mzuri wa kudistribute ugawaji wa mipira, uwezo wake mzuri wa kuwa run, uwezo wake mzuri wa kukaa kwenye attacking lanes. Unajua mchezaji wakati mwingine sio unamuona anapukutuka tu kama pini kwenye nepi. Unajua kuna mchezaji anacheza kama pini kwenye nepi ile akizamani mpaka itokee upande wa pili. Mchezaji wakati mwingine anakuwa ni soft kwenye matukio, lakini kwa usahihi sana kwenye matukio. Kwa hiyo yeye acheze kama pini ya kizamani kwenye nepi. Yeye anacheza kwa kuweza kutafuta makosa kwa kuscan. Modern football play. Yeye ni mchezaji ambaye ukimtafuta kwa Aziz Ki sio yeye, ukimtafuta kwa Clatous Chama sio yeye, ila anabaki kwa Alan Okello. Hiki ni kitu ambacho kina identify Alan Okello. Ni kosa kubwa kumtaka Alan Okello muone kama Chama, Alan Okello sio Libase, Alan Okello sio muone kama Aziz Ki, yeye anabaki kuwa bora kama Alan Okello. Ndio maana nikasema kwa staili yake kucheza hii ni utomvu kwenye kanzu ya Sheikh. Angalia score sheet. Muda aliocheza kwenye ligi. Matokeo anayoyapata. Unaweza kuona mhukumu kwa chuki kwamba sasa itakuwaje kama akicheza msimu mzima. Ni super performance ambayo imekuwa impressive na vile ambavyo anacheza, lakini pia unaangalia namna ambavyo anaongeza ubunifu kwenye eneo la mwisho la Yanga kushambulia. Sasa hivi makosa anaweza kufanya Dube ya kutokutumia nafasi, Okello anakuadhibu hata rocket range goals. Hiki ndio kitu ambacho Yanga walikuwa na kimisi siku za hivi karibuni. Angalia mtindo wa magoli yake anakopiga, anatwanga mbali. Ana range nzuri, anapiga rocket range goals, anafunga mbali. Mbunifu, ana range sasa hivi, ameanza na ile confidence ya kufunga mbali, kwa sababu Alan ana uwezo wa kupiga vizuri kabisa. Sasa hivi pia anaonyesha uwezo wake wa kupiga. Ndio nikasema style yake ya kucheza sio kama upini kwenye nepi ile ya kizamani. Huyu tundike mpaka itoke upande wa pili. Hii ni bambino ina gundi zake tu pap ndicho ambacho nakiona kwa Alan. Kocha wewe umetafsiri vipi Singida Black Stars kumuondoa yule Metacha? Ni tahadhari tu ya pressure ya mchezo. Unajua lile goli kama ukulitazama tactically unaweza kumhukumu Metacha. Kama hujalitazama kwa darubini utamuona Metacha kama kafanya kusudi, lakini lile goli shida ya kwanza ilianzia kwenye ukuta. Uliorganiziwa vibaya. Shida ya kwanza ilianzia kwenye ukuta. Lakini mtu aliyekuwa amepigwa mpira umepita kwake ni mfupi, afu mpira umempita kimo. Akili Metacha ule mtu anapiga mpira lakini ukaenda kinyume na alivyotarajia. Kwa hiyo tayari alimwacha golikipa umemsurprise. Sasa haraka mtu sasa golikipa muda akasimama. Sio kila goli utapigwa umedive. Ni kwa sababu ya staili iliyopigwa goli imemsurprise. Yeye kapanga ukuta, mpira umepigwa kwenye ukuta wa mtu ambaye aliamini akiruka ataupata mpira, na yeye kuruka kwake kuukosa ndio umepita hapo.
ukawa umemletea madhara. Kwa hiyo mimi nadhani ilikuwa hivyo, lakini kiukweli ni kuangalia wakati mwingine kupanic. Unajua sasa shida ukiwa na ile panic, mna panic mpaka benchi la ufundi ni shida. Sasa angalia wakapanic kwa kumwangalia goalkeeper, wanasahau kwamba timu yao ilikuwa ikabi vizuri. Lakini matokeo yake wakazalisha magoli mengine yanatokana na makosa hayo ya kuacha Young Africans wacheze kwa uhuru. Walikuwa wanakuja na vile free flowing attacks, wanakuja kwa uhuru kwa sababu nyinyi mmecheza kwa kuto kuangalia kurelax. Sasa timu ilikuwa imerelax kwenye kudefense. Lakini wangekuja kutengeneza ile compact, wangekuwa Singida walikuwa wamerelax kwenye kudefense. Kurelax kwenye kudefense kwenye timu kunatokana na majukumu yenu ya kupambana bila mpira. Na hiki ndio wanachokifanya sasa hivi. Tuliwaona JKT juzi. Unapo relax kwenye defense na timu kama Young Africa unakudhuru. Hata Simba mechi ile wanarudisha goli 2 Yanga. Ni kurelax kwenye defense. Mnashindwa ku minimize space kwa sababu hawa wana watu ambao wanatembea. Hao ukicheza nao wewe jitahidi tu uzungumza, lakini hawa wanatembea hasa na chanya. Young Africans wakiwa wanashambulia wanatembea. Mimi nakwambia ndio timu ambayo inashambulia kwa kasi kuliko timu yote. Ndio ukiniangalia mechi yote kwenye ligi nikifumba macho Yanga na waogopa ushambuliaji. Wanakuja vizuri tu. Huruma hawana. Kwenye kushambulia huruma hawana. Cheza nao Young Africans pata goli zako, lakini ukiwaacha wanakutungua. Sasa unapocheza na timu ya kariba hii ambayo wana ile free flowing attacks, wana watu wabunifu wanakuja wanakushambulia, ni wewe tu unavyoweza kuwazuia. Ukiwa huna nidhamu nzuri ya kujizuia watakusurprise. Ndicho ambacho nimekiona. Wametengeneza surprise mechi ya dabi, wamefungwa, uwezo wao wa kuflow kuja kushambulia, wamepata magoli 2 haraka. Mechi ya JKT Tanzania wameachwa, hawa nao wamecheza na ndio turudi kule timu tutakuwa tunaziona mbovu, kumbe kasafu yao ushambuliaji wana flow. Hawa wanakuja hawa kama mbungo, akikungata unasinzia. Ushambuliaji wa Yanga ni kama mbungo, wakikungata unasinzia. Wana flow. Pacome anakuja anatafuta, unamuona Alan anakuja anatafuta, Mudathir sasa hivi anakuja anatafuta, Maxi anakuja anatafuta, Okelo anatafuta, Dube ndio hiyo ana link up play, wanakuja wanatafuta. Kwa eneo lao la kushambulia wamejaa, kila eneo wa kujirani wanakuja wanatafuta. Sasa mtakuwa mnaona watu kama wazembe, lazima mtengeneze mkakati wa kudestroy hii uwezo wao wa kuwa na coordination, attacking coordination yao kubwa, huu muunganiko wao wa mashambulizi. Bila kudestroy mnafeli. Yaani unapambana na kombora kwa kujificha chini ya uvungu. Yanga ni sasa na kupambana na kombora kwa kujificha chini ya uvungu. Unafia huko. Bila kumdisorganize Dube na nini, ni kupambana na kombora kujificha chini ya uvungu. Na kilichokuwa na watafuna Singida leo kwa Yanga walikuwa wanapambana na kombora kwa kujificha chini ya uvungu. Nyinyi wazuieni hawa kuflow kwenu kwa uhuru. Nyinyi mnapambana kuzuia magoli. Haiwezekani. Ndio ambao Simba nao hivyo walicheza nao kwa kupambana na kombora kwa kujificha chini ya uvungu. Lazima mudestroy sisi tuseme maana tuna utatu mtakatifu. Sasa si utano mtakatifu. Maana yake kuna Pacome, kuna yule Maxi, kuna Dube, kuna Okelo Alan, kuna Mudathir Yaya basi. Tunaona watu hawa wanakuja kwako wanakufuata. Sasa hawa wanapokuwa wanakuja kushambulia hawa bila mpira wamekaa ndani. Wakiwa na mpira hivyo wataki kuramba. Na wanazunguka, wanafanya zile wanaita watu wa mpira rotating cast. Huyu kaja hapa anataka mpira, huyu akitaka na move pale, opposite wanasema opponent direct movement, teammate movement ziko katika proper way. Sasa hiki ni kitu ambacho lazima mkicheza nao hawa mujue namna kwa disorganized. Sasa mnakohitaji kwa disorganized, lazima mwe mnafanya so compact kwamba mnawanyima unity ile, defensive unity hiyo bora. Sasa mkiwa mnacheza mmoja kakaa kule, mwingine kakaa kule, kama mnapima vizimba sokoni, watakudhuru. Ndicho ambacho nimekiona ambacho Singida kimewadhuru, Simba siku ile mechi ile kimewadhuru, JKT Tanzania kimewadhuru, na mechi yao yote Yanga adhabu zitakuwa zinatoka hivi. Tunaona watu kama wabovu, kumbe wao wametengeneza kabezi pale mbele. Unapocheza nao wamekutengenezea base kwenye eneo la mwisho. Wengine wanasema kwamba Singida na Young Africans ni familia. Wewe umeionaje kwa siku ile? Kwamba Singida na Yanga ni familia tu, kwamba mpira wao haijaikuwa mgumu hata siku moja. Yanga ndo anaongoza ligi, sio? Timu zote familia. Timu za ligi yote kwa Yanga ni familia. Simba familia, Azam familia. Si ndo anaongoza ligi? Ni familia, timu zote familia. Hata Simba ni familia kwa Yanga. Timu zote Simba, Azam ni familia kwa Yanga kwa sababu anazifunga zote hizi. Bado bingwa. Coast familia, Azam familia, Simba familia, hawa Singida familia. Timu zote kwenye ligi ni familia kwa Yanga. Amezifunga zote hizi. Hata ukisema pekee tutazungumzia sare tu. Si ndio? Timu zote kwenye ligi ni familia kwa Yanga. Ni kweli Yanga wasikatae, timu zote kwenye ligi familia, si wanazifunga. Kwa sababu timu ikifungwa si ndio familia.
basi zote familia. Timu zote kwenye ligi ni familia kwa Yanga. Kazifunga zote hizi. Zote hizi kazifunga, zote hizi ni familia kwa Yanga Africans. Zote timu za ligi yetu hizi zote ni familia kwa Yanga Africans. Utazungumza Dodoma msimu huu sikafungwa na kashinda mechi moja. Naye ni familia. Yaani timu za ligi zote ya NBC ni familia kwa Yanga. Kazifunga zote hizi. Na anaongoza ligi huko pale juu. Unamzungumzaje kocha Mol namna ambavyo wanavyokiendesha kikosi chake? Wanaendelea kurekebisha makosa kwenye timu. Nimeona wanaendelea kurekebisha makosa kwenye timu. Na moja kitu ambacho nimekiona ni fighting spirit. Unajua kwenye football moja kitu ni hali ya upambanaji. Ndio kitu ambacho kimeongezeka kwa sasa na hiki ambacho nakiona kile ambacho wanakifanya hawa. Kwa hiyo ni mambo ambayo naona yameongezeka kwenye kikosi cha Yanga na mabadiliko makubwa. Na nimeona leo Bakari karudi kwa mara ya kwanza pia kujaribu kumrudisha hali yake na mashabiki wa Yanga wamempokea vizuri pia kumuongezea nguvu mchezaji. Mbio za ubingwa mpaka sasa hivi zina mwenyewe? Yanga ndio mwenyewe. Yanga bado ubingwa uko kwa Yanga kwa 90%. Bado ubingwa kwa 90% uko kwa Yanga. Sasa unajua itamfunga timu gani? Mechi ya kumalizika Yanga Afrika kufungwa goli 3 kafungwa timu gani? Yeye ndo anasafu kali ya ushambuliaji. Anasafu bora ya ulinzi. Itamfunga timu gani? Yaani ukizungumzia timu ubora wa ulinzi Yanga ndo anaongoza kama timu. Hapo sio kuzungumzia tabia za mchezaji. Unajua kuna watu anaweza kachambua tabia ya mchezaji akaifanya tabia ya timu. Safu bora ya ulinzi kwenye NBC ni nani? Aliyefungwa goli chache kwenye Yanga. Ni Yanga. Usio kuzungumzia tabia za mchezaji fulani akikaba yuko bora kuliko fulani. Tabia za mchezaji ni ule uchambuzi wa Kiswahilini. Tabia za mchezaji sio ubora wa timu. Sisi tunazungumzia team football team. Tabia za mchezaji, hata timu iliyoshuka daraja inataka mchezaji anayebaki kwenye ligi. Lakini tunazungumzia ubora wa timu. Ndio safu bora ya ulinzi, wa safu bora ya ushambuliaji. Kwa hiyo ukisema mbio za ubingwa yuko nazo, si ndio anaongoza ligi. Jana Simba kashinda, leo Yanga Africans wamerudi. Mbio za ubingwa anaongoza Yanga. Coach Tibei, tumeona watu wanadoubt kuhusiana na mshambuliaji wa Yanga Africans Depu kwamba Yanga ni kama wamepigwa hivi. Kwa hiyo unaona kuna shida gani kwa Depu anafunga sasa hivi? Depu nadhani ni psychological factor. Kwanza kutoka kwenye majeraha lakini saikolojia yake inamgharimu. Na ni mshambuliaji pia anahitaji muda sana ili kumpata kwenye ubora wake. Na pressure sasa hivi. Kwa hiyo mazingira ndio anaanza kumnyima Depu. Unajua Depu confidence kubwa alijengewa na kocha aliyeondoka. Ndio alikuwa anamjengea kuamini. Sasa hivi kocha aliyobaki Depu inabidi athibitishe imani kwa mashabiki. Sio aaminiwe na kocha. Kocha aliyepita Pedro alikuwa anamwamini Depu. Kocha aliyekuepo anasubiri ubora wa Depu ili amwamini mbele ya Dube kwa sababu Dube anamfahamu kuliko Depu na Depu anahitajika athibitishe ubora wake mapema. Hicho ndio kinachomgharimu Depu. Shukrani sana. Asante sana.